Naam, warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media. Kama ni mara yako ya kwanza hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Ni kwamba Harmonize pamoja na Bien kutokea pale katika Kenya, ni kwamba kuna kazi inasemekana kwamba wanataka kuja kufanya kazi pamoja, na kuna wimbo ambao inaonekana kabisa kwamba wanataka kuja kutoa. Sasa inasemekana kwamba sasa hivi Harmonize kuna album ambayo anataka kuja kuitoa, na album hiyo inawezekana kabisa kwamba ikitoka basi atakuwa pamoja na Bien, kwa sababu Bien anasifika kwa kuimba vizuri na mashabiki wanaonekana kumkubali. Sasa kuna picha zinamuonyesha Bien akiwa pamoja na Harmonize wakiwa pamoja, na stori za chini chini zinaendelea zikisema kwamba Bien bana yuko mbioni kuja kutoa kazi na Harmonize. Nikukumbushe kazi waliwahi kufanya Bien pamoja na Harmonize ilikuwa ni I Made It, ambapo walishirikiana na Bobby Shmurda kutokea pale nchini Marekani. Ilikuwa ni ngoma kali na inaonekana kabisa kwamba Harmonize alikuwa anataka kufanya kazi international na msanii kutoka pale nchini Marekani. Kwa hiyo imeweza kuleta sura nzuri sana, na hata tunaona jinsi ambavyo waliweza kufanya kazi vizuri. Sasa wengi wakawa wanabishana kwamba ni nani alimfunika mwenzake, lakini sasa hivi wanataka kuja kufanya kazi pamoja, yani Bien pamoja na Harmonize, na kwa maana hiyo basi kwamba ni nani ambaye atakuja kumfunika mwenzake katika kibao kinachokuja, au sio? Na nikukumbushe tu ni kwamba Harmonize pamoja na Bien ni marafiki wakubwa. Hata alipokuja Burna Boy pale nchini Kenya, tunaona waliweza kualikwa na wakaweza kupewa airtime kubwa na timu ya Burna Boy. Inaonekana kabisa kwamba ni marafiki ambao kiukweli wanafanya kazi pamoja. Sasa hizi picha imezitoa katika moja ya sosi yangu ya habari, ikionyesha kabisa kwamba watu hawa wako katika mchakato wa kufanya kazi pamoja. Ukimwona Harmonize ameshika glass, lakini pia akiwa anamsikiliza Bien. Sasa katika taarifa hiyo nasema baada ya mizani kuwa sawa kwenye Harmonize ngoma ya Made It baina ya Harmonize na Bien, wamerudi tena studio kupimana uwezo kuelekea project ijayo, ambapo watu wanasema kwamba uwezo ulikuwa sawa, yani uwezo wa Bien pamoja na Harmonize ulikuwa sawa. Sasa mmoja anasema kwamba round hii kipara hapati draw, akimaanisha kwamba Bien hawezi kupata draw, lazima ashinde. Sasa mmoja kaandika Bien ni international artist, Hamo ni local artist. Kisema hiyo sasa sababu lazima achakazwe huyo kipara, akimaanisha kwamba Harmonize lazima atashinda. Mwingine akasema kwamba hiyo ila Konde ni andunje, siona alivyomwangalia Bien. Mwingine sema Messi wa Bongo Flava huyo, akimfananisha na Lionel Messi. Mwingine sema Konde hapa atoboi, tutakuwepo. Unamwogopa kipara, akisema kwamba unamwogopa kipara pengine anza kashinda. Mmoja akasema lazima arudi kwao na ngeo ya upara. Mwingine sema tuko hapa dogo, huyo Makonde labda amvizima hiyo tu ndo anajiokotiaga pointi 3. Mwasema huyo kipara anaoneaga mafala tu, ila sio Harmonize, manake katika kolabo hii anaweza akapigwa chini. Uona maoni gani kuhusiana na kolabo hii? Je, nani anaweza kumfanya kama kati ya Bien na Harmonize? Basi maoni yako hakikisha na subscribe.